Yesu astahili. Uliacha enzi yako Bwana, mamlaka uko mbinguni. Yesu ukashuka kutukomboa. Bwana wastahili. Wewe Yesu unastahili peke yako. Asante kwa wema wako na rehema zako Bwana. Asante kwa ajili ya jioni hii ya leo ambayo wewe umetupa neema ya kuwepo mbele zako, nasi tunakuazimisha tena Bwana, kwa kuwa peke yako umestahili. Asante kwa pendo lako la ajabu. Asante kwa ajili ya ibada hii. Asante kwa ajili ya kusanyiko la watu wako katika mji huu wa Bunda. Asante kwa ajili ya watu wako hawa uwapendao. Wewe ndiwe Mungu uliye hai. Wewe ndiwe Mungu unaishi. Wewe ndiwe Mungu peke yako. Umetukuka na kuinuliwa Bwana, nasi tunakuadhimisha tena kwenye kusanyiko hili ya kwamba wewe wastahili Yesu, katika jina la Yesu aliye hai. Asante Roho Mtakatifu kwa uaminifu wako. Tunatangaza kwenye ulimwengu wa roho, katika anga la Bunda na katika ardhi ya Bunda, ya kwamba peke yako unastahili Bwana. Katika wiki hii ya semina tunakuinua peke yako mahali hapa, wewe upate kujulikana, wewe upate kutuhudumia, wewe upate kusema nasi, wewe upate kuongea nasi Bwana, kwa jina la Yesu aliye hai. Sifa na heshima ni za kwako na utukufu ni wako peke yako. Tuhudumie sasa, hudumia kanisa lako, hudumia watu wako, hudumia familia hizi. Sema na watu wako katika mji huu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai. Na kila mwenye mwili aseme amen. Pigie Yesu makofi ya shangwe. Haleluya, haleluya, amen. Funika macho yako, sema Roho Mtakatifu. Paza sauti yako, sema Roho Mtakatifu, tuko mbele zako, tuko mahali hapa. Naomba sema nami kupitia kinywa cha mtumishi wako, asinene ya kwake, anene yako. Bwana, niko tayari, ongea nami, sema nami kwa neno lako. Yaguse maisha yangu, yaguse maisha yangu. Ninaomba na neema ya kuniwezesha kupokea neno lako, kuelewa neno lako jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hilo neno lililobeba uzima, lililobeba maongozi ya Roho Mtakatifu, liachilie Bwana. Neno lako lililobeba taa, lililobeba nuru, lililobeba uzima wa roho yangu, wa roho yangu, wa afya yangu, liachilie Bwana kwenye maisha yangu, katika jina la Yesu. Amen, 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 amen. Mimi ninaamini katika jina la Yesu kwamba Roho Mtakatifu yuko hapa. Ninaamini katika jina la Yesu kwamba Yesu yuko hapa. Walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina lake, alisema na mimi nipo katikati yao. Kwa hiyo kwa kuwa wewe umekusanyika kwa jina la Bwana, Yesu yuko hapa. Amen, 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 amen. Kama unaandika, unaweza ukaandika hivi: usikivu wa kiroho, usikivu wa kiroho, usikivu wa kiroho, ili kupokea mwelekeo mpya wa kiungu kwenye majira mapya. Usikivu wa kiroho
ili kupokea mwelekeo mpya wa kiungu, divine direction in the new season, kwenye majira mapya. Kupokea mwelekeo wa kiungu katika majira mapya. Mwambie jirani yako, huu ni mwaka mpya. Mtazame usoni, mwambie huu ni mwaka mpya. Mwambie hii ni 2026. Au bado hujamwambia kwa sauti? Mtazame usoni, mwambie hii ni 2026. Mwambie sio 25 hii. Hii ni 26. Mwambie tena, hii ni 26. Sio 25. Ameongea vizuri au anaongea kama mwaka jana? Anaongea kama mwaka jana. Amekaa kama mwaka jana. Anatabasamu kama mwaka jana. Amenuna kama mwaka jana. Anafurahi kama mwaka mpya. Pigie Yesu makofi ya shangwe kama unanielewa. Haleluya, haleluya. Maana yake mwaka unapobadilika kwenye ulimwengu wa roho, kuna kitu cha kimajira huwa kinabadilika. Wakati nasikia kwaya zinaimba hapa, na ndio maana nikaambiwa labda wapunguzwe ili wapewe muda, nikasema haiwezekani. Watu wamevaa sare, wamejiandaa, wametoka mbali, wameheshimu ibada, wamekuja wamsifu Mungu. Ni mwaka mpya, lazima wamuimbie Mungu wao. Amen, watu wa Mungu. Amen, watu wa Mungu. Na nikasikia jumbe mbalimbali ambazo zimekuwa baraka sana. Sijajua kama ulikuwa unasikiliza. Kwaya hawaimbi hapa kutufurahisha, wana kitu cha Mungu wamebeba ndani yao, cha kimafundisho, cha kumsifu Mungu, lakini cha kutupa maelekezo ya kiroho. Kwa unaposikia kwaya zinaimba, usio unachukulia kawaida, usio unachukulia kawaida. Ndio maana mimi ni miongoni mwa watu wanaopenda waimbaji, wanaopenda kwaya, kwa sababu zimenisaidia sana kiroho pia. Kwa nyinyi watu wa Mungu mnaoimba, msijichukulie kawaida. Amen, amen. Ndio maana utaona kila mtumishi saa nyingine anatamani kwaya ingeimba, praise wangeimba, kwa sababu wamebeba kitu cha Mungu. Ni watu wa muhimu kwenye madhabahu. Kwenye somo nililosoma, fungua kitabu cha Nabii Isaya 55. Nabii Isaya sura ya 55. Nabii Isaya sura ya 55. Nabii Isaya sura ya 55. Sura ya 55. Mstari wa kwanza mpaka ule wa 3. Mstari wa kwanza mpaka ule wa 3, na msisitizo mkubwa ni mstari wa 3. Maandiko yanasema, haya, kila aonaye kiu, njooni majini, naye asiye na fedha, njooni nunueni mle. Naam, njooni nunueni divai na maziwa bila fedha na bila thamani. Kwani kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula, na mapato yenu kwa kitu kisichoshibisha? Nisikilizeni kwa bidii, mle kilicho chema. Narudia tena, nisikilizeni kwa bidii, mle kilicho chema, na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono. Mstari wa 3, tegeni masikio yenu na kunijia, sikieni na nafsi zenu zitaishi. Naam, nitafanya nanyi agano la milele na rehema za Daudi zilizo imara. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Ukisoma hiyo mistari, utaona misisitizo kwenye hiyo mistari ya mambo kama mawili. Ukianza ule mstari wa kwanza, anasema haya, kila aonaye kiu. Malaki si kila mtu, bali awe na sifa ya kuona kiu, awe na sifa ya kuona kiu. Kila aonaye kiu, anasema njooni majini, na asiye na fedha, njooni nunueni mle. Anazungumza kitu ambacho unaweza kununua bila fedha. Maana yake anazungumza nini? Ni kitu ambacho thamani yake fedha haiwezi kukinunua kabisa. Fedha haiwezi kununua hiki anachokisema. Pesa haiwezi kununua, mali haziwezi kununua. Ndio maana anasema haya, kila aonaye kiu, njooni majini, na asiye na fedha, nunueni. Maana yake si kitu kinachohitaji fedha.
Unaweza ukawa na fedha na usikipate. Unaweza ukawa na hela na usikipate. Unaweza ukawa na fedha usikipate. Maana yake fedha haina uwezo wa kukinunua. Alafu angalia ile misisitizo kwenye ule mstari wa 2 na ule mstari wa 3. Anazungumza ule mstari wa 2b, nisikilizeni kwa bidii mle kilicho chema na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono. Mstari wa 3, tega masikio yenu. Tegeni masikio. Maana yake jukumu la kutega sikio sio la Mungu, ni la yule anayeambiwa tega sikio. Chukua hatua, fanya maamuzi toka moyoni ya kutaka kusikiliza. Anasema tegeni masikio yenu na kunijia. Alafu anasema sikieni. Pale juu amesema sikilizeni, hapa anarudia anasema sikieni na nafsi zenu zitaishi. Kwa lugha nyingine, msiposikia nafsi zenu haziwezi kuishi. Hasemi juu ya kuishi tu kupumua. Kuna mtu anaweza akawa anapumua lakini nafsi yake haiishi. Unanisikia nachosema? Unanisikia nachosema? Tunapozungumza kuishi, anakosoma hapa ni kuishi maisha ambayo Mungu alikukusudia kuwa nayo. Unaweza ukawa unakula, unakunywa, unalala, unaamka, lakini hauishi. Anasema sikieni nafsi zenu zitaishi. Maana yake kuna wasioishi kwa sababu hawajasikia. Hasa ukiangalia lile neno sikilizeni, alafu anarudia nisikieni. Maana yake anasema hiki nilichosema, kila mwenye kiu na aje majini, asiye na fedha anunue. Kinahitaji mtu ambaye yuko tayari kusikiliza, yuko tayari kusikia, ndiye anayeweza kukipata. Lakini asiye tayari kusikia, asiye tayari kusikiliza, hata akija na fedha zake, thamani yake hailingani na fedha. Ndio maana anawaambia hiki sio chakula unachoweza kwenda sokoni ukasema kinauzwa shingapi, alafu ukasema nataka kununua. Tuko kwenye siku ambazo saa nyingine ukiona upako juu ya mwalimu unasema ili nipate labda ule upako, acha niende nikanunue visaidizi. Unamwambia labda mwalimu, ninaomba unitengenezee gauni la upako. Ombea gauni langu liwe gauni la upako. Yes, ninaweza kuombea gauni likawa na nguvu za Mungu, lakini unapotoa fedha kununua hilo gauni, gauni ni gauni tu, ni kitu ambacho hakitadumu. Na Mungu atoagi vitu ambavyo havidumu. Mungu akikupa roho ya uzima, Mungu akikupa Roho Mtakatifu, hakupi kitu cha leo kesho kiondoke. Anakupa kitu ambacho ni maisha utakayoishi nayo leo na hata milele. Na Mungu hajawahi toa vitu vya nusu. Yeye kama alivyo wa milele na vitu vyake ni vya milele. Ndio maana huwezi kununua kwa fedha. Kwa fedha. Na ndio maana anasema nisikilizeni, nafsi zenu zitaishi. Sikieni mpate kuishi. Hasa mwalimu anazungumza nini? Ndio maana nimekwambia usikivu wa kiroho. Unafahamu habari za Ezekieli? Huyu Ezekieli alikuwa kuhani, lakini majira yalipobadilika Mungu akabadilisha utambulisho wake, akaitwa nabii. Tena Ezekieli mwana wa Buzi, kuhani, alitoka kule Yuda, kule Israeli akiwa kuhani, akiwa uhamishoni ng'ambo ya mto Kebari. Mungu akabadilisha, akampa new identity, akambadilisha. Biblia inasema akamletea maono ya Mungu wazi wazi kwenye ile sura ya 1 mstari wa 3 kitabu cha Ezekieli. Akabadilisha jina lake kwenye sura ya 2 ukianzia mstari wa 1 mpaka wa 5. Mungu anasema watajua kuwa nabii amewachilia. Maana yake yule aliyeitwa kuhani ghafla anakuwa transformed, anapewa utambulisho mpya ya kuitwa nabii. Kwa nini Mungu anambadilishia? Kwa sababu majira yamebadilika. Majira yanapobadilika, Mungu huwa anabadilisha.
anageuza watoto wake wasitembee kwa mazoea kwenye majira fulani, kwa sababu majira yanahitaji mtu mwenye uwezo mpya, nguvu mpya, sawasawa na changamoto na mapito na vita na mashambulizi na mikwamo iliyobebwa ndani ya majira husika. Ndio maana ili Mungu aweze kumwandaa mtu, anatuma neno lake. Huyu mtu atakapolisikiliza, linaanza kuumba kitu kipya ndani yake, ili kifunue majira mapya. Majira hayabadiliki kwa kutamka peke yake. Majira hayabadiliki kwa kuangalia kalenda. Majira yaliyobeba maisha ambayo Mungu alikukusudia yanabadilishwa kwa kumsikiliza Mungu aliyeumba hayo majira. Basi masikieni mkaishi. Ezekieli kwenye ile sura ya kwanza mstari wa 28, unaona alikuwa kama mtu mfu aliyekufa. 27:28 anasema nikaanguka kama mtu mfu. Alafu ndipo yule mtu akasimama pembeni. Mstari wa kwanza sura ya pili anasema, anamwambia mwanadamu, simama kwa miguu yako nami nitasema nawe. Lile neno simama maana yake uwe tayari kunisikiliza. Simama kwa miguu yako, tunaongea nini? Utayari, kwamba uwe tayari, fanya maamuzi ya kuwa tayari kunisikiliza. Alafu anasema nami nitasema nawe. Anasema niliposikia sauti ya yule aliyesema nami, nguvu ikaniingia. Tena sio nguvu tu, anasema roho ikaniingia. Kuna sauti ya Mungu inaposema na wewe ukiwa na usikivu, roho inakuingia. Ndio maana kuna watu walikaa kwenye semina, walikaa kwenye ibada namna hii, wakamsikia mchungaji wao akisema Yesu anaweza ponya magonjwa, Yesu alifufua wafu, Yesu anaweza tengeneza maisha. Alipokuwa akisikia sauti ya Mungu kupitia lile neno, roho iliyobeba uzima ikamwingia. Ghafla kabla ya kuombewa akawa anasikia uponyaji unatembea. Ilipofika saa ya maombi, wakati yeye anasema ndio saa ya kuombewa, tayari alikwisha kuponywa, kwa sababu roho ilimuingia. Saa anasikia. Ndio maana unisikilize, Bwana analeta ujumbe huu mwanzoni mwa mwaka juu ya usikivu wa kiroho kwa ajili ya kupokea mwelekeo mpya wa kiungu ndani ya majira mapya. Kuna maeneo ili maisha yako yabadilike, unachohitaji ni new direction, mwelekeo mpya wa kiungu kwenye maisha yako. Simama kwa miguu yako. Mwalimu, umemaliza? Nimemaliza. Mbona unashangaa? Nilikwambia wakati unafikiri naanza ndio nimemaliza. Mwalimu, sasa tutajifunza nini? Kutakuwa na maombezi mengi sana. Moja ya watu wanapata vita ni vita ya usikivu, kwa sababu imani yako haiwezi kuwa imara kama husikii. Biblia inasema imani chanzo chake ni kusikia. Kusikia ambako huja kwa neno la Kristo. Unapokuwa na usikivu wa kiroho, imani yako ina erupt. Imani yako inapokea mlipuko kama moto. Imani yako inainuka. Imani yako inakuwa na power, inakuwa na nguvu. Mtu anayesikia sauti ya Mungu, imani yake haibaki vile vile. Imani yake inanyenyuka. Hata kama yuko mahali ambapo kila mtu anatabiri juu ya anguko lake, kufa kwake, lakini ghafla anapokea tumaini jipya ndani yake. Ndio maana kwenye semina hii, hata kama uliingia mwaka huu unadimba dimba, lakini kwenye semina hii utapokea mwelekeo mpya kwa jina la Yesu. Utapokea neema mpya ya kukusaidia kutembea 2026. Hautakuwa yule wa 2025. Na kwa nini unapokea hivi? Ili uwe baraka kwa familia yako, baraka kwa kanisa lako, baraka kwenye mji unaoishi, baraka kwa mtaa wako, baraka kwa taifa lako. Mambo yako yanapoenda sawa, familia inakuwa sawa. Mambo yako yanapoenda sawa, kanisa linakuwa sawa. Mambo yako yanapoenda sawa, mji wako unakuwa sawa. Haleluya, haleluya. Kama unanielewa sema amen. Funika macho yako, nyanyua mikono yako, sema Roho Mtakatifu, ninaomba unisaidie, unipe kiu ndani yangu, unipe shauku ndani yangu ya kusikia neno lako, ya kupokea Bwana mwelekeo mpya kwenye maisha yangu. Wewe umeniokoa, wewe umenipenda ili niishi maisha ambayo ulinikusudia. Mimi sio wa kuwa mtumwa,
Mimi sio wa kuwa dhaifu, mimi sio wa kunyanyaswa na mapepo na nguvu za giza na roho za mizimu na roho za mashetani. Mimi sio wa kunyanyaswa na wachawi na wakuu wa giza na mawakala wa shetani. Mimi ni uzao wako, mimi ni uzao wako, mimi ni mtoto wako, mimi ni mtumishi wako. Bwana, ninaomba neema kwenye semina hii, uyabadilishe maisha yangu, uyageuze maisha yangu kwa jina la Yesu. Jiombee dakika moja, jiombee mwenyewe. Hata kama kanisani kwenu huwa wasemi omba, lakini hapa omba. Mwambie Bwana, nisaidie, nataka kuishi, nataka kuishi, nataka kuishi, nataka kuona hatua mpya, nataka kuona hatua mpya. Hata kama kwenye familia hakuna anayeona mimi niwe wa kwanza, nisaidie Bwana, nisibakie hapa nilipo. Nataka kuona jambo jipya likitokeza kwenye maisha yangu. Omba mbele za Bwana, omba mbele za Bwana katika jina la Yesu aliye hai. Baba, hawa ni watu wako wa thamani, thamani yao ni kubwa mbele zako. Ndio maana ulimtoa mwanao wa pekee. Haijalishi wanapitia nini, haijalishi wanaonekaneje, lakini ni watu wapendao. Katika jina la Yesu, nitume neno lako kwenye semina hii, kuamsha maisha yao, kubadilisha hatima zao, wakuone wewe kwa upya kwenye semina hii kwa jina la Yesu. Umba kiu ndani yao, achilia upako juu yao, achilia nguvu juu yao ya kuwasaidia Bwana kwa jina la Yesu aliye hai. Wakuone wewe, wakuone wewe. Haya ni majira mapya, huu ni mwaka mpya Bwana. Wayaone matendo makuu, waione neema mpya kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako. Hakika umetukumbusha mambo ambayo yanatupasha kuyajua katika mwaka huu mpya, mwaka 2026. Asante Yesu, mwana wa Mungu, watoto wako wamepokea, na zaidi tunajua unaenda kutenda miujiza isiyo ya kifani katika mwaka huu wote. Sema na kila mmoja mmoja katika semina hii Baba, ukalete wepesi kwa kila mmoja mmoja. Na asante kwa ajili ya mtumishi wako atakaposimama kwa ajili ya semina hii, ukamuimarishe, ukaweke kaa la moto katika kinywa chake, anene sawa sawa na mapenzi yako. Jioni ya leo Baba, watoto wako wamepokea, na zaidi sasa wanapoenda kuondoka Baba, ukamtangulie kila mmoja mmoja katika njia. Tunapoenda kupishana na magari makubwa na madogo, damu yako ikanene mema katika mapito yote, isopo yako ikatangulie katika njia zote, na zaidi ya Mungu ukatufunike na damu yako. Asante Yesu, kituwezesha kuiona kesho, tutasema asante, na zaidi kurudi katika semina hii Yesu ukatutangulie. Tunaomba na kuamini umepokea sifa na utukufu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Asante.